Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema itajilinda dhidi ya vitisho vya Marekani. Iran imesema iko tayari kulinda maslahi na usalama wake wa taifa dhidi ya kile ilichokitaja kuwa vitisho vya Marekani, huko ikisisitiza hairuhusu mlango wa Hormuz kutumiwa kuhatarisha usalama wake. Tutalinda maslahi ya wananchi wa Iran, tutalinda haki zao na tutalinda haki za Iran katika mlango wa bahari na ghuba ya Uajemi. Haya ni sehemu ya misingi na malengo yetu na hatumwogopi yeyote, amesema Araghchi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema wao watapambana kwa nguvu kubwa dhidi ya Marekani na Israel na adui yoyote ambaye atataka kupambana nao. Amesema kwa sasa mipango ya Iran ni kujilinda dhidi ya vitisho vya aina yoyote vinavyotoka kwa Marekani. Kiongozi huyo amesema kwamba hawaogopi vitisho vyovyote vinavyotoka kwa Marekani na wapo tayari kwa lolote, na ndio maana wameamua kuingia katika uwanja wa vita katika mapambano dhidi ya Marekani. Ameongeza kuwa Iran haitaacha msimamo wake kwa muda ambao maslahi na haki za wananchi wake zitaendelea kuheshimiwa, akisisitiza kuwa taifa hilo litaendelea kutetea maslahi yake ya kitaifa dhidi ya tishio lolote. Kauli hiyo ameitoa waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi wakati wa mkutano na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov kando ya mkutano wa baraza la mawaziri wa mambo ya nje wa shirika la ushirikiano la Shanghai unaofanyika huko Kyrgyzstan. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, Abbas Araghchi amesema hali ya sasa ya ukosefu wa usalama katika lango la bahari la Hormuz ni matokeo ya moja kwa moja ya kile alichodai kuwa Marekani ilikiuka ahadi zake. Amesema Iran imeonyesha umuhimu wa diplomasia katika kushughulikia masuala ya kimataifa, lakini wakati huo huo itaendelea kulinda maslahi yake na usalama wa taifa dhidi ya tishio lolote. Wakati huo Araghchi pia alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Misri pamoja na Oman kuhusu masuala ya kikanda. Hata hivyo, kwa sasa mlango wa bahari wa Hormuz ni eneo muhimu zaidi katika uchumi wa ulimwengu, na ndio maana Marekani yenyewe ambayo inapambana na Iran wakati wote, lengo lake ni kuhakikisha wanaondoa majeshi ya Iran katika lango la bahari la Hormuz. Hiyo ndio mipango ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Hata hivyo, kulikuwa na makubaliano ambayo yalifikiwa kati ya Marekani na Iran ili kumaliza mzozo katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini moja kati ya mambo ambayo yalijiri ni baada ya Iran kuanza kushambulia meli zilizokuwa zikivuka katika lango la bahari la Hormuz, kwani waliamini katika makubaliano ya awali ilikuwa ni kwamba Iran itasimamia lango la bahari la Hormuz kwa siku 60 na itatoza ada katika mlango huo wa bahari wa Hormuz katika hoja 14 ambazo zilikubaliwa na kutiwa saini kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anakieleza kwamba Iran itajilinda dhidi ya vitisho vya Marekani pamoja na vitisho kutoka nchi yoyote katika ulimwengu, lakini kubwa zaidi ni kwamba watahakikisha wanalinda rasilimali za wa Iran pamoja na ardhi yao, na kwamba hawatokubali kwa namna moja ama nyingine kushambuliwa kutoka kwa Wamarekani, lakini pia na nchi yoyote ambayo itaingilia kati katika mapambano kati ya Marekani na Iran. Kwa sasa Iran inaendeleza mashambulizi katika vituo mbalimbali vya kijeshi, hasa ngome za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini ni katika kujilinda dhidi ya uchokozi unaofanywa na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.